Mamilioni ya wananchi wa Iran walimiminika mitaani kote nchini humo Ijumaa hii kuadhimisha siku ya kimataifa ya Quds, wakionyesha mshikamano na watu wa Palestina na kulaani vikali mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza pamoja na kile walichokiita uungwaji mkono wa Marekani kwa Israel. Maandamano hayo makubwa yalifanyika wakati mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka, huku Iran ikikabiliwa na mashinikizo na vitisho vya kijeshi kutoka Marekani na Israel. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, maandamano yalifanyika katika zaidi ya miji 900 na maelfu ya vijiji kote nchini humo. Waandamanaji walikusanyika tangu asubuhi wakipaza sauti za kulaani Marekani na Israel. Katika mji mkuu Tehran, maelfu ya watu walitembea kupitia njia kadhaa kuelekea chuo kikuu cha Tehran, wakipeperusha bendera za Palestina na kubeba picha za mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Imam Ruhollah Khomeini pamoja na kiongozi mpya wa Iran Ayatollah Said Mojtaba Khamenei. Licha ya hali ya hewa ya baridi na mvua, waandamanaji waliendelea kushiriki katika maandamano hayo wakibeba mabango yanayolaani kile walichokiita vita vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya Iran pamoja na uvamizi wa Israel katika ardhi ya Palestina. Maandamano kama hayo yalishuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Iran, kutoka Ghuba ya Uajemi hadi bahari ya Caspian. Katika jimbo la Golestan kaskazini mwa Iran, maandamano zaidi ya 50 yalifanyika kwa wakati mmoja, huku washiriki wakitoa kauli kali dhidi ya Israel na washirika wake. Katika jimbo la Sistan na Baluchestan kusini mashariki mwa nchi, takriban watu 50,000 walikusanyika katika mji wa Zabul, wakati katika mji wa Kermanshah magharibi mwa Iran, maelfu ya wananchi walijaa mitaani licha mvua kubwa. Katika mji mtakatifu wa Mashhad, makumi ya maelfu ya watu walikuwa tayari wamekusanyika katika viwanja vya 15 Khordad na Shahid Square kabla ya hata maandamano kuanza rasmi. Waandamanaji pia walibeba picha za Ayatollah Mojtaba Khamenei wakionyesha uungwaji mkono wao kwa uongozi wa Iran na kuapa kulipiza kisasi kwa vifo vya watu waliouawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Baadhi ya washiriki walitia saini maazimio ya kuonesha utii kwa uongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, huku wengine wakipaza sauti wakiahidi kulipiza kisasi kwa damu ya waliouawa. Maafisa waandamizi wa serikali wakiwemo mawaziri na wabunge pia walishiriki katika maandamano hayo. Siku ya kimataifa ya Quds ilianzishwa na Imam Ruhollah Khomeini mwaka 1979 baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Siku hiyo huadhimishwa kila mwaka katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kama ishara ya mshikamano na Palestina na wito wa kuikomboa Jerusalem, Al-Quds. Maandamano ya mwaka huu yamefanyika wakati vita na mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka, huku Iran, Israel na Marekani zikibadilishana mashambulizi na vitisho vya kijeshi. Waandamanaji walisisitiza kuwa Iran itaendelea kuiunga mkono Palestina na kupinga kile walichokiita ukandamizaji wa Israel dhidi ya Palestina.